Inakuwa kiungo muhimu kati ya Chadema na Watanzania kwa ujumla wake. Na niombe radhi tu kama ambavyo tumekuwa tukiupdate kila wakati kwa tamsiri mwenyekiti wa taifa, na naamini wote mnaelewa kwamba alikuwa Ubungo kwa kutokana na hali ambayo ya mgomo wa tangu jana, lakini amefika. Lakini nitoshe tu kuambia kwamba amepita, lakini anaelekea uwanja wa ndege. Kwa hiyo ninaamini tutajitahidi kadri ya uwezo wetu kuuliza maswali kama kutokuwa kuna ulazima huo kwa ufupi sana, na pale atakapolazimika kwamba kwa sababu muda umeshamuishia, na ukiendelea kumuishia zaidi basi tutawaomba mumruhusu aende, na kama kutokuwa kuna maswali yoyote, yuko katibu mkuu, yuko makamu mwenyekiti, yuko Profesa Baregu, wanaweza wakasaidia kujibu hayo maswali. Mheshimiwa Mwenyekiti, bila kupoteza wakati, karibu sana. Waandishi wa habari wako tayari kusikiliza. Ndugu waandishi wa habari za mchana. Kama ambavyo mtakuwa mnafahamu, chama chetu kilikuwa kina kikao cha kawaida cha kamati kuu ambayo imefanyika kwa muda wa siku mbili, tarehe 3 mwezi wa 4 na tarehe 4 mwezi wa 5, tarehe 3 mwezi wa 5 na tarehe 4 mwezi wa 5, kujadili mambo mbalimbali. Kwa kifupi sana, ninapenda kuambia tu yale maazimio machache ambayo kamati kuu iliazimia, na tunawaomba muyafikishe kwa umma. Kwa kwanza, kamati kuu sasa imetoa ratiba rasmi ya lini wagombea wa nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya Chadema, kwa maana ya katika uchaguzi mkuu ujao wa udiwani, ubunge, uwakilishi na urais, watakavyoweza kuchukua fomu na kurejesha fomu. Kwa hiyo tutakapomaliza kikao hiki, mtaweza kupatiwa nakala za ratiba rasmi, ili niokoe muda kuanza kutaja jambo tukio moja baada ya jingine. Mtapewa orodha kamili ya tarehe za kuchukua na kurejesha fomu kwa nafasi mbalimbali kwa wale wenye nia ya kugombea kupitia chama chetu cha Chadema. Pili, kamati kuu imepokea taarifa kuhusiana na mwenendo wa mazungumzo ya ushirikiano baina ya vyama wanachama wa UKAWA. Imepongeza viongozi wote wa vyama vyote kwa hatua iliyofikiwa, na kamati kuu imeagiza uongozi wake wa upande wa Chadema kushirikiana na vyama vingine kukamilisha maeneo machache ambayo pengine bado hayajafikiwa mwafaka wa pamoja, lakini imetambua kwamba umoja ule bado umeendelea kuimarika, na ni rai ya kamati kuu kwamba uendelee kuimarishwa zaidi. Kamati kuu ilichambua kwa kina zoezi la uandikishaji wa wapiga kura. Bado imeona na imetambua ubabaishaji wa tume na kauli zisizokuwa za ukweli za tume na serikali yake. Kwa mara nyingine tena, kamati kuu na uongozi mzima wa Chadema unamtaka Rais Kikwete na serikali yake wachukue hatua za makusudi ulioepusha taifa na machafuko ambayo kutokana na kucheleweshwa kuandikisha wapiga kura na hatimaye kuahirisha uchaguzi. Tumetahadharisha mara nyingi, na serikali imeendelea kupuuza. Sio nyingi wataumbuka kwa kusema uongo. Kwa tunamtaka sana rais, kwa kweli, wachukue hatua za makusudi za kutatua tatizo hili, na wala sio kutoa kauli za kubeza Chadema, kauli za kubeza UKAWA kwamba tunasema uzushi ama tunasema mambo ya uongo. Sisi tumeshiriki chaguzi mara nyingi, tunajua maandalizi ya uchaguzi ni nini. Hatuoni uwezekano wa uchaguzi kufanyika Oktoba, na sio nia yetu kulijia taifa hofu. Watuonyeshe kwa vitendo, waeleze, ieleze vitendea kazi vya kiuchaguzi viko wapi, zabuni zitatangazwa lini za wakandarasi mbalimbali ambao watatoa vifaa mbalimbali kuhusiana na masuala ya uchaguzi. Watoe ratiba kamili yenye tarehe, maana tunajua uchaguzi unastahili kufanyika tarehe 25 mwezi wa Oktoba. Watupe ratiba yenye vielelezo vya tarehe, sio kauli bure. Sasa Mzee Lubuva anatoa kauli ambazo hazina vielelezo, havina mantiki yoyote inayosapoti kauli zake. Tunajua uchaguzi ni tarehe 25, kampeni zinastahili kuanza tarehe 15 mwezi wa 8. Leo ni mwezi wa 5, bado miezi mitatu.
watafanya uchawi gani. Wasitueleze tu kauli kwamba kila kitu kiko in order. Watupe ratiba kamili kuanzia sasa mpaka uchaguzi. Tume na kusudia kufanya vitu hivi lini. Na kama wameshaagiza vifaa, watuambie wameviagiza lini, kwa zabuni gani, ballot boxes zinatoka wapi, vifaa vingine vya kusimamia uchaguzi vinatoka wapi, watumishi watakaochaguliwa, watakaoajiriwa kwa ajili ya kusimamia zoezi la uchaguzi kwenye vituo wataajiriwa lini ama watatafutwa lini, wakati hata vituo vyenyewe havijajulikana mpaka leo. Kwa hiyo kwa mazingira yote yaliyopo ni kwamba serikali inakimbia ukweli kwamba haijaweza kujiandaa kutekeleza jukumu hili la msingi kwa wakati. Ndugu waandishi wa habari, taifa liko kwenye hali ngumu sana. Wenyewe mnaona namna ambavyo shilingi ya Tanzania inaporomoka, imekuwa ni concern ya watu wengi. Na nimezungumza juzi wakati nafungua mkutano wa kamati kuu kwamba kutokutabirika kwa hali ya kisiasa katika nchi yetu ni mojawapo ya sababu kubwa inayosababisha kuporomoka kwa shilingi. Kama taifa leo halina uhakika wa lini kura ya maoni itapigwa, kama taifa leo halina uhakika wa lini watu wataandikishwa kupiga kura, kama taifa leo haliamini ni lini Kikwete ataondoka madarakani, tumeshindwa kupredict matukio ya kisiasa na mwenendo wa kisiasa katika taifa. Kama sisi wa ndani tumeshindwa, watu wa nje ndio watashindwa zaidi kuelewa. Na katika uncertainty hiyo, katika sintofahamu hiyo, ni lazima watazuia mitaji yao kuja, ni lazima uwekezaji utadorota, ni lazima shilingi itaporomoka, na ni lazima wawekezaji wengi watahamisha fedha, hasa wale wa nchi za nje, watahamisha fedha kutoka ndani kupeleka nje kwa sababu ya sintofahamu ambayo iko ndani ya taifa. Sasa wakati yote haya yanatokea, wakati madereva wanagoma, nchi nzima imeparalyze, jana na leo rais wetu yuko Marekani, New York. Taarifa ambazo zimetolewa jana, rais yuko Marekani katika ofisi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Sijui kwenye tume gani imeundwa huko, naye yuko kwenye hiyo tume, anakimbia nchi yake ambaye haijui inapiga kura lini. Rais, mkumbuke ndugu waandishi wa habari, rais huyu alikuwa Marekani wiki mbili zilizopita, akarudi kwa ajili ya sherehe za May Day. Sasa amerudi tena, yuko Marekani. Huko Marekani Kikwete anafuata nini kila siku? Na haya matatizo yetu ya ndani anashughulikia nani? Hatuna uchaguzi, hatujui hatima ya uchaguzi, hatujui kweli kama Kikwete ataondoka madarakani. Watu hawaandikishwi, shilingi inaporomoka, mabasi yamegoma, uchumi umeparalyzed. Ni kipindi ambacho tungetegemea rais alikuwa anakaa na serikali yake na wataalamu yake usiku na mchana, anasolve matatizo ya ndani. Lakini rais wetu hana concern kabisa, yuko New York, anafanya kazi za UN. Sasa amekuwa waziri wa mambo ya nchi za nje. Si kila nafasi unaopewa ya mkutano huko Ulaya lazima uende, unaangalia vile vile huku nyumbani kwako. Kama kuna msiba, unashughulika na msiba wa nyumbani kwako. Sasa rais wetu haoni msiba ndio tukabili taifa hili. Haoni shilingi yake, sarafu yake inavyoporomoka, rais haoni. Rais haoni kwamba uandikishaji wa piga kura unasuasua. Rais haoni kwamba watu wamegoma. Rais haoni kwamba uchumi umeparalyze. Yuko New York Marekani. Alafu rais huyu anataka aongezewe muda kimkakati. Kwa hiyo anakimbia maswali, akai hapa akajibu maswali, anatoa majibu mepesi, alafu anatoroka taifa. Sisi tunasema waandishi wa habari, pazeni sauti. Kama vile ambavyo sisi wanasiasa tunapaza sauti, pazeni sauti sana, ili hatimaye rais huyu asikie, lakini sio tu kusikia, asiwe na ndoto ya kuongeza muda wake madarakani. Maana ni disaster, yani ni ajali na ni majanga makubwa kuruhusu Kikwete aongeze wiki moja katika utawala wake. Kutoka ameshindwa kutatua matatizo yako kwa miaka 10. Anaondoka wakati nchi iko katika hali mbaya sana ya kiuchumi. Nchi iko katika hali mbaya sana ya kiusalama. Lakini yeye wala haoni. Anaona raha kwenda kama Marekani, eti sijui kwenye tume gani imeundwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Anaona pride kwenda kufanya kazi kule. Lakini anaacha taifa lake hapa linateketea. Nchi haina uongozi, nchi inaomba kuwa na uongozi. Ni kama treni iko kwenye reli inaserereka tu, inatafuta lini itaanguka kwa kukuta kona katika njia ya reli. Kwa ndugu waandishi wa habari, nilisema niyazungumze hayo. Nimekuwa Ubungo nikifuatilizia mgomo wa madereva wa magari. Sisi kama chama tunasema nini kuhusu mgomo huu? Serikali hii sio sikivu. Bila shinikizo haiwezi kuchukua hatua. Madai ya madereva ni madai ya haki na madai ya kweli.
laiti serikali ingekuwa inatekeleza wajibu wake kwa wakati, madai haya leo yangeshatatuliwa. Sasa tulikuwa pale Ubungo na mkuu wa wilaya Bwana Makonda amejicommit kwamba anakwenda kuonana na waziri mkuu, na kesho kabla ya saa 4 atakuwa ameshaufahamisha madereva pale Ubungo kwamba madai yao yatatekelezwaje, na ametoa ahadi kwamba kama hayakutekelezwa mpaka kesho saa 4 basi yeye ndo atakayeongoza mgomo wa madereva. Sasa hizi ni kauli za hatari kutolewa na mkuu wa wilaya, kwa sababu mkuu wa wilaya na waziri mkuu na rais na mkuu wa mkoa wote ni serikali na ni serikali moja. Sasa yeye hawezi kutoa tamko la serikali alafu akadai kwamba yeye kama mtu wa serikali atarudi kesho kuja kuongoza mgomo dhidi ya serikali yake. Hii ndio athari ya kuchagua viongozi ambao hawajui maana ya uongozi wa kiserikali, kwamba unatoa kauli dhidi ya serikali yako na bado uko serikalini, na unasema unakwenda sasa kwa waziri mkuu kumshinikiza akubaliane na uliosema wewe mkuu wa wilaya, na mpaka kesho asubuhi saa 4 kama yakutekelezwa yeye ataongoza mgomo. Tunasubiri serikali itekeleze, na ikishindwa tunamsubiri Makonda asimamie na aongoze mgomo wa madereva nchi nzima kama alivyotoa hadi leo mbele ya vyombo vya habari. Nafikiri vyombo vyetu vya habari vilikuwa kule, wataweza kuwapelekea habari iliyo rasmi. Lakini sisi tunaomba madereva warejee kazini. Tunaomba madereva warejee kazini kwa sababu ujumbe, kama ni ujumbe kufika, ujumbe umeshafika. Sasa kuendeleza tena mgomo huo, wanaoathirika sio serikali tu, wanaathirika wagonjwa, wanaathirika wanafunzi, wanaathirika wafanyakazi, biashara zinaathirika. Sasa ujumbe umeshafika, na maadamu serikali kupitia Makonda imeshaahidi mpaka kesho saa 4 watapewa ufumbuzi, tunaomba madereva wakubali kurudi kazini, lakini wasisite kurudi tena kwenye mgomo pale madai yao yatakaposhindwa kutekelezwa na serikali. Na sio madereva tu, mara zote tunawataka hata walimu, madaktari, wafanyakazi wengine wote katika taifa hili, bila kushinikiza serikali hii haisikii wala haina ujasiri wa kuchukua hatua. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, mimi niwashukuru hadi hatua hiyo. Mengine nitaomba viongozi wenzangu ambao bado wako katika ukumbi huu waendelee pengine kuyajibu kama itabidi. Naomba mnisamehe sana, na wahi uwanja wa ndege na safari ya kwenda nje ya nchi, na kidogo nimechelewa sana. Kwa naomba sana mnipe msamaha huo. Niombe viongozi wangu kama kuna jingine lote la ziada watanizungumza, na kama ni maswali watajibu kwa niaba ya chama. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki sana. Asante sana.